Bwana, tunafahamu kwamba klabu zetu za Tanzania zote nne zina nafasi ya kwenda katika hatua ya makundi ya michuano ya CAF kwa ngazi ya klabu kwa msimu huu 2025-2026. Lakini timu yenye nafasi zaidi, yani uhakika wake ni mkubwa zaidi kwa maana ya asilimia, ni wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, na hiyo ni kufuatia ushindi mnono ambao waliopata katika mchezo wa kwanza dhidi ya Nsingizini Hotspurs wa mabao 3-0. Kwenye session moja hapo zilizopita hapo nyuma niliwahi kueleza kwamba Simba wana asilimia zaidi ya 95 kwenda hatua inayofuata kwa sababu mbalimbali, lakini miongoni mwa sababu ni kwamba Simba wameshinda mabao 3 ili Nsingizini waende, maana yake inabidi wapate mabao 4, margin ya mabao 4-0, kitu ambacho ni kigumu kwa sababu Simba hatujawahi kuiona hapa ikifungwa mabao 4-0 tangu imeanza kufanya hii investment ya haja, labda miaka ya huko nyuma zaidi, lakini kwenye miaka hii ya huko mbele hatujawahi kuona ikifungwa nyumbani mabao 4-0. Kwa hivyo ni biashara ngumu sana, rekodi na wakatalia, quality na wakatalia Nsingizini Hotspurs. Sasa tukija ku trace kwenye matokeo haya ya chanya ya Simba, kuna watu wengi ambao yanawahusu ndani yake, na tulishatoa appreciation hapa kwamba kuna watu wengi wanamtaja kocha kwa maana ya Dimitar Pantev amefanya vizuri pamoja na technical staff yake, lakini wapo ambao walitaja wachezaji of course waliperform, mashabiki ambao walikuwa uwanjani pale. Mimi nilienda mbali zaidi nikaenda kutaja pia kuhusu video analyst wa kikosi hiko cha Simba, mahiri Jeremy kutoka kule Kenya. Sasa wakati huu nimekuja na mtu mmoja muhimu kweli kweli ndani ya kikosi cha Simba ambaye ameifanya hii Simba ambayo tumeiona katika mechi ya dhidi ya Nsingizini Hotspurs, ana mchango wake mkubwa mno. Ni nani na mchango wake uko vipi? Huyu anaitwa Mohamed Mrishona. Yes, Mohamed Mrishona ni physio au fitness coach wa klabu ya Simba kwa wakati huu tunapozungumza. Yeye ndiye kocha wa utimamu wa miili kwa wachezaji wa Simba. Ile flexibility ambayo tulikuwa tunaiona uwanjani kwa wachezaji wakifanya movements nyingi, Kibu Denis anaingia, wanafanya counter attack, wanapiga pasi nyingi katika eneo la midfield, wanapiga triangle, inapigwa mipira mirefu, wanaondoka kwenda katika zoni ya pili kwenda katika zoni ya wapinzani. Haijatokea kwa bahati mbaya. Nyuma yake kuna utimamu mkubwa ambao wachezaji wako nao, yani au kuona fatiki ndani ya kikosi cha Simba. Sasa huyu Mohamed Mrishona ambaye alifanya kazi hii kwa ukubwa zaidi ya utimamu na kuwaweka sawa ni nani? Na ikumbuka kwamba huyu ni Mtanzania. Mohamed Mrishona ni kijana Mtanzania kutoka visiwani Zanzibar. Yeye kazi yake ya msingi kwa wakati huu ni kocha mkuu wa kikosi cha Simba chini ya umri wa miaka 20. Sasa ukiachana hilo jina ambalo ni jina la vyeti, jina maarufu ambalo watu wengi wanalijua ni Xavi au kocha Xavi. Yes, nikisema hivyo naamini kuna watu wengi tutakuwa tumeenda sambamba. Huyu utamwona yuko close na wachezaji ambao ndo anawafanyia hiyo huo utimamu anawapa. Hata kwenye goli la kwanza ambalo lilifunga Nsingizini Hotspurs utamwona akiwa anashangilia nao. Hata kwenye picha hii utaona huyo mtu ambaye sio mchezaji hapo ndo kocha Xavi, huyo alikuwa anaenda kushangilia nao wachezaji. Kwa hiyo kocha Xavi ni nani? Wasifu wake awali ya yote ni kocha kwa maana ya taaluma. Ni kocha ambaye amequalify kuwa na diploma A ya CAF, yani CAF diploma A. Maana yake ni qualified kocha wa kusimama katika mechi za CAF, yani anaweza kuwa hata kocha mkuu kwenye kikosi cha Simba au timu yoyote ile ya Afrika ambayo inashiriki michuano ya kimataifa. Huo ndo wasifu wake. Lakini eneo lake la pili ni mtaalamu wa masuala ya utimamu wa mwili. Ndio hiyo tunakuja kwenye fitness, ni fitness coach ambaye kimsingi amefanya masomo hapa nyumbani kwa maana Tanzania, lakini pia akaenda kusoma nje ya nchi huko Sweden ambako alikwenda kuongeza maarifa. Na ikumbukwe kwamba katika football eneo gumu kweli kweli kupata watu ni eneo la physio, yani wataalamu wa utimamu wa miili, ni eneo gumu kweli kweli. Lakini yeye kama kijana aliamua kuingia katika ile eneo, akaamua kufocus huko, akiwa anafahamu hiyo kwamba kupatikana watu wa physio ni kazi ngumu. Na kuingia huko kwa bahati mbaya ni mpira uko damuni kwa sababu alikuwa anacheza pia. Aliwahi kucheza kwenye kikosi cha Mtibwa Sugar cha hapa Tanzania bara, lakini baadaye akaenda Jangombe Boys, timu ya nyumbani Zanzibar. Baada ya kupata injuries za mara kwa mara akaamua ku put down mpira na akaamua kuingia katika eneo la coaching, akaamua kusomea ukocha. So ni mtu ambaye anaufahamu mpira kwa maana amecheza. Tukija mbele zaidi
kuhusu coach Xavi sasa, kazi zake au CV yake amepita wapi na wapi. Au usifikiri kwamba unapomuona hapa kwamba maisha alianzia hapa au ametoka darasani yuko hapo. Hapana. Ameshapita timu mbalimbali na nyingine amefundisha kwa mafanikio tu ya kuridhisha. Miongoni mwa timu ambazo amefundisha kwa sasa tunapozungumza ni kocha mkuu wa kikosi cha Simba chini ya umri wa miaka 20, lakini pia amepandishwa juu, amekuwa promoted kwenda kuwa kocha wa physio, fitness coach, kocha wa utimamu wa miili ya wachezaji. Kama haitoshi, ni kocha ambaye amepita timu za taifa kadhaa chini ya umri wa miaka 15 ya Zanzibar. Alichukua nayo hadi ubingwa wa Sekafa finali ambazo zilifanyika 2023 kule Uganda, wakimfunga Uganda mabao 2-1. Yeye alikuwa kwenye kile kikosi kama kocha mkuu na wakibeba ubingwa. Lakini pia amefundisha chini ya umri wa miaka 17 ya Zanzibar. Amefundisha timu za taifa za huku kwa maana za Tanzania bara chini ya umri wa miaka 20. Amefanya kazi kama fitness coach wa timu hizo za vijana pia. Lakini senior timu hii Taifa Stars pia amepita hapo kama kocha wa utimamu wa miili. Miongoni mwa tournament ambazo alikwenda ni ile Sekafa ambayo ilifanyika kule Afrika Kusini. Tulicheza mechi ya kirafiki dhidi ya Afrika Kusini, lakini baadaye tukaenda kucheza michuano ya Kosafa. Yeye alikuwa kule pia. So ni kocha ambaye ana CV yake, yani tayari ameshapata kashikashi, ameshapita maeneo mengi na ameonekana kufanya vizuri. That's why Simba hawakuwa na tabu kwenye kumpromote na kuwa katika senior timu ya kikosi cha Simba. Kwa hiyo ni kocha ambaye ni kijana, ni kocha mzalendo, ni kocha mzawa kutoka Tanzania. Lakini mbali na haya yote, kocha huyu katika mikono yake kuna wachezaji wengi ambao wamepita katika mikono yake kwa maana ya kuwapatia utimamu. Amekuwa trusted, anaaminika kutokana na kuandaa wachezaji wengi kuelekea katika mashindano husika. Miongoni mwa nyota ambao wamepita katika mikono na bado wanaendelea kwa maana wanapopata muda wa mapumziko wanakuwa naye kuandaa ni pamoja na nyota wa Azam Faisal Salum Abdallah, Fei Toto. Pale Young Africans yupo Max Nzengeli. Yupo Mudathir Yahya Abbas. Lakini ndani ya kikosi cha Simba pia yupo Elim Panzu, Selemani Mwalimu Gomez. Wote hawa na wengine wako wengi, of course hao ni miongoni mwa wachezaji ambao nimewataja kwamba wanafanya mazoezi chini ya coach Xavi. Yani yeye ndio ambaye anawaandaa. Kwa hiyo unaweza kuona kwa namna gani daraja la hawa wachezaji ambao wameshakutana na makocha wengi, lakini wanatenga muda wao kwenda kupata mazoezi kutoka kwa coach Xavi. So Simba ya leo tunaiona kwamba ina flexibility, wachezaji wako flexible sana, movement wanazifanya za kutosha, timu haikatiki upepo, timu iko imara. Moja ya mchango mkubwa kwenye eneo hilo ni pamoja na huyu kocha Xavi ambaye amefanya vizuri kazi yake, na leo hii tunaiona timu ikiwa bora. Na mechi yake ya kwanza kusimama kwenye hii Simba ya wakubwa ilikuwa, alianza tena kama assistant coach ile baada ya Fadu Davids kuondoka na kundi lake. Timu iliporudi Tanzania kucheza second leg dhidi ya Gaborone United, pale alichukuliwa na Hemedi Morocco kwa sababu Morocco ndo alisema pale kama kocha mkuu. Kwa hiyo alimchukua pale akaenda kufanya naye kazi kama assistant coach wake, na kwa sababu amequalify, ana vigezo vya kuwa assistant pale, kwa hiyo akamchukua akafanya naye kazi. Baada ya hapo alipokuja Dimitar Pantev alimkuta tayari kocha Xavi yuko pale, akampa lile eneo ambalo anaweza kulifanya pia kwa maana eneo la physio, eneo la utimamu wa miili ya wachezaji. Lakini ndani yake pia hapana shaka ni miongoni mwa watu ambao wana mchango kwa maana ya kusaidia mawili matatu when it comes, kuna vitu anaona viendi sawa ndani ya kikosi cha Simba. Kwa hiyo Simba hii ambayo iko strong, inaonekana iko imara, inaonekana ina nafasi kubwa ya kwenda katika group stage. Mpaka sasa moja ya watu muhimu ndani ya kikosi hicho ni pamoja na kocha Xavi Mohamed Mrishona kutoka Zanzibar. Ndani ya kikosi cha Simba yupo kocha ambaye kwa ajili ya hilo eneo kwa maana ya fitness coach Riedo Badien. Huyu ni raia wa Afrika Kusini, ndo aliingia pamoja na Fadu Davids, lakini kwa kipindi kirefu, wastani wa zaidi ya siku 10 hayupo katika kikosi cha Simba na ana majukumu mengine kwa maana ya kocha pia wa performance analyst kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Mali. Yes, hapo nazungumzia Eagles, timu ambayo
Jigi Jiara yumo humu ndani, lakini ilikuwa kwenye mechi hapa karibuni kulikuwa kuna hii break ya kimataifa ya FIFA. Kwa hiyo ameenda Mali na bado hajarejea tena nyumbani kwa maana ya Tanzania. Kwa hiyo kwa sasa ni kocha Xavi na ndiye ambaye aliandaa timu kuelekea kule Eswatini, ndiye ambaye alikuwa nayo timu kule. Wamerudi sasa hivi wanafanya maandalizi mengine kuelekea mechi ya pili dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Kwa hiyo hii ni kama faraja kwa Watanzania kuona kocha Mtanzania anaingia katika hilo eneo nyeti, eneo ambalo tumezoea kuona maexpert wengi wakitoka katika mataifa mbalimbali kwa ajili ya kuja kuifanya hiyo kazi. Na kimsingi sisi huku kanda wa Afrika Mashariki na Kati tumekuwa tukistruggle sana katika hilo eneo, kwa maana ya eneo la makocha ambao wana qualification za utimamu, eneo la physio tumestruggle miaka mingi kweli kweli. So kuona Mtanzania huyu ameingia katika hilo eneo ni jambo la faraja ya aina yake. Yes, kwa hiyo wewe umepokeaje hii kumwona coach Xavi akiwa na kinoa kikosi cha Simba kwenye eneo la physio? Mimi ni miongoni mwa wanafunzi wake pia, kwa maana amewahi kunipa mazoezi katika eneo ambalo waga anafanyia mazoezi ni pale katika viwanja vya Bora, maeneo ya Kijitonyama pale. Ukifika pale ndo kocha Xavi eneo ambalo huaga anatoa mazoezi yake kwenye pitch kabisa. Mimi ni miongoni mwa wanufaika wa mazoezi ya coach Xavi, na hata ukiniangalia hapa tumbo langu limepungua kwa kiwango kikubwa sana kutokana na msaada ambao alinipa huyo kocha. Anyways, ni hayo, lakini niendelee kuwakumbusha, niendelee kusisitiza kwa wale wote ambao wanahitaji wa spare za pikipiki, za bajaji na guta, sehemu sahihi ni ABY Genuine Spare Parts au King Masai Shop, ambayo inapatikana mtaa wa Mafia na Sikukuu ndani ya Kariakoo jijini Dar es Salaam. Hawa bei zao ni nzuri na wanafanya delivery, wanatuma hata mikoani. Katika mkoa ambao upo, weka oda yako ili uweze kuletewa mzigo wako na uweze kunufaika nao. Bwana, iko ndio kikubwa ambacho nataka kushare kuhusu coach Xavi. Yes, ni moja ya watu muhimu ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Mpaka wakati mwingine, bye bye.